Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji wa Al-Ibana Online TV, karibu tena katika kipindi chetu cha Aljawabu Shafi, yani jawabu lenye kuponyesha. Kama kawaida tunaye Sayyid Abdul Qadir Muhammad Ahmad Al-Ahdal almaarufu Sheikh Sharifu Abdul Qadir, ambaye ndiyo mjibuji wa maswali yetu au fatawa zetu, ambazo maswali yenu yanaulizwa na yeye kutoa fatwa juu ya maswali yenu ambayo mnaweza kuuliza. Na kama kawaida basi, kabla ya kusema chochote na kuuliza maswali ambayo tumeletewa hapa mezani, basi kwanza nimpe shekhe aweze kuwasalimia. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walaha ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa niaba ya mtazamaji wangu wa Al-Ibana TV, basi na mimi niitikie salamu hiyo, niseme wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na Sayyidi Sheikh Abdul Qadir, tumepata swali moja hapa la ndugu zetu, wanasema swali hili linawachanganya kidogo. Wao ni familia moja ambayo wanaishi pamoja na wamepanga kuna ndoa ya moja katika mwanafamilia wao ambayo imebaki siku chache itafanyika ndoa hiyo. Lakini wakati katika maandalizi ya kuelekea ndoa, na tayari taarifa zishakwenda sehemu mbalimbali, kadi zimeshapelekwa kila sehemu, ikatokea kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, mmoja katika wanafamilia akafariki dunia. Sasa familia imekuwa na kauli mbili, na amefariki dunia wiki mbili kabla ya kuelekea kufikia siku ya ndoa. Kwa hiyo familia imekuwa na kauli mbili. Kauli ya kwanza inasema, jamani, hata 40 bado, tukifanya hii ndoa 40 itakuwa haijafika, kwa hebu tusubirini kwanza kidogo 40 ipite, bado tuko na huzuni. Wengine wanasema hapana jamani, huzuni Mtume amesema siku 3. Sasa siku 3 zishapita, tuendelee na mambo yetu mengine. Sasa wanasema tuulizie swali hili kwa Sayyid Abdul Qadir, sheria ya Kiislamu inasemaje na ni yapi majibu yako Sheikh? Alhamdulillah, jawabu swali yako najibu hapa. Jamaa wana harusi mshapanga kabla, na kabla harusi wiki mbili au kadha amefariki mtu wao. Wanahuzini, wanasema harusi lazim tukansel angalau afika siku 40. Waislamu wanasemaje? Waislamu wanasema mke wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah naitwa Ummu Habiba radhiyallahu anha. Ummu Habiba ni nickname yake, lakini jina lake naitwa Ramla. Na huyu mtoto wa Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Sufyan alikuwa kafiri kasilimu radhiyallahu anhu. Ummu Habiba kafa babake mzazi Abu Sufyan. Baada kafa Abu Sufyani, baada siku 3 imepita, siku ya 4 kamita wafanyakazi yake au vijana wake, kama bana, mleteni manukatu, mleteni uwanja kuhul. Kajipamba kabisa, anasema wallahi Mungu shahidi, mimi leo mnipamba hivi, nimepaka wanja, nimetumia manukatu, sio mimi maksudi yangu nijipambe leo, nia yangu sio nijipambe. Lakini nimesikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, mwanamke yeyote anaamini Mungu na siku ya mwisho haitakiwi kuhuzuni baada ya siku 3, isipokuwa mwanamke mifiwa na mume wake atakaa eda au atahuzunika mwezi 4 na siku 10. Mwenye hadithi ametoa Bukhari na Muslim. Na vile vile Ummu Atiya amekufa mtoto wake, na huyu sahabia kafanya vile vile radhiyallahu anha. Na Fatima binti Qais kama zikosea, au Zainab binti Jahsh vile vile, na yeye kafa, mume wake kafa ni mdogo wake kafanya hivi. Yani huyu sahabia kafa babake, na huyu mtoto wake, na huyu mdogo wake, wote siku ya 3 mshaisha, wanachukua wanja wamepaka
na wanasema wallahi sina shida leo kujipamba mimi, lakini nataka nifate amri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema mwanamke yeyote anaamini Mungu subhanahu wa ta'ala haitakiwa kufanya ambaye amefiwa, haitakiwa kukaa huzuni zaidi ya siku 3, isipokuwa mwanamke ambayo mume wake afariki atakaa mwezi 4 na siku 10. La yahilu limra'atin tu'minu billahi an tuhidda, tunasema haifai, ni haram kabisa mwanamke tuhidda, manake kuhuzunika. Mwanamke anaamini Mungu ambaye baada ya siku 3, isipokuwa mwanamke tahuddu alladhi malimata zawjuha tahuddu 14 wa 10 au kama qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Hadithi ya Abdullah ni kutoka Sahih Muslim, inaonyesha Muislamu haitakiwi kuhuzuni, lakini Abdullah zaidi ya siku 3. Lakini Abdullah hapa kitu moja nataka wewe sio umegundua, hadithi imekuja Mungu anaongea kina mama tu, mbona kina baba haipo? Leana mambo hii kina mama mara nyingi wao ni wanaongoza, wanabeba hii huzuni. La yahillu limra'atin tu'minu billahi, tunasema haifai mwanamke yeyote Muislamu anaamini Mungu ahuzunike baada ya siku 3, manaka amefiwa, isipokuwa mwanamke amefiwa na mume wake atakaa mwezi 4 na siku 10. Hadithi katika Bukhari na Muslim, hadithi sahihi. Sasa hii lazima kila mama awaelewe, asifate mila yao kukaa siku 40 hivyo katika dini ya Allah. Alafu 40 imetoka wapi? Ndio 40 imetoka katika al-fara'in al-qudama wa Firaun wa zamani, ndio walikuwa wana mila. Lana Firaun huyu ameita yeye ana rabbukum ala wakati Musa, lakini kila mtu anatawala na Misri, na watu wa Misri wanaitwa faraina Firaun. Watu wa Firauni wanakaa Misri walikuwa hawana dini wao, walikuwa na mila na desturi. Maiti kama inakufa unampaka dawa fulani ile akauke. Baada kukauka siku 40 itaanza dawa kufanya kazi, inakauka vizuri. Yani siku 40 maiti yuko hapa unampaka dawa ile akauke. Baada kukauka unaitwa Kiarabu tahnit, yuhannitu, unameka dawa ile akauke. Baada kukauka baada siku 40 wanaenda kumzika baada siku 40. Sasa mila ya Firauni asili ya 40, siku 40 imetoka huko. Na sharia inasema maiti kumwombea dua hakuna wakati maalum. Muda yote maiti unamwombea dua, unafanya sadaka, hakuna mpaka azunguke mwaka au siku 40 au siku 20. Hii sio sharti na sharia haijakubali. Sharia inasema wakati yote maiti unamwombea dua. Hakuna wiki siku maalum au wiki maalum au mwaka maalum, hakuna. Alafu ni utoa sadaka, unatoa wakati yote ambayo wewe una uwezo nayo, unamtolea sadaka. Kufanya umra na haji wakati yote ambayo una uwezo, unafasio wakati maalum. Hii sharia wa Uislamu wameamrisha hivi. Sasa mimi na saha wangu hawa ambao ushapanga harusi yao, ushaingia gharama na siku 3 ushabita, na takriban atahuzunika tu kama ni mwanamke tu haendi harusi siku mwezi 4 siku 10, lakini wengine wote awache huzuna hii, ahudhuria harusi, asivunje harusi. Hii amri kutoka Allah na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimi najua huzuni itakuwepo, kawaida binadamu, lakini toka ile huzuni haipungu. Huzuni yako huwezi kurudisha mtu, huwezi kubadilisha kitu. Ni wewe mwenyewe, mimi na wewe wote tutaondoka dunia hii. Sawa, huzuni kama inavuka mipaka, kama unamchukia Mungu, kwa nini kafanya hivi? Ni itabata dhambi. Maombolezo sasa. Maombolezo sasa, hii sio huzuni sasa. Mtume anasema katika hadithi, anasema la'ana Allahu an-naiha wal mustami'a. Mtume kamlani
naiha mwenye kufanya kupoleza maombolezo bila kiasi. Na huyu ambaye anasikia kama hajamzuia na yeye batala. Kama unaona mwanamke anapiga kelele kwa msiba, tupata msiba gibetu giza, tutaisha bibia. Hii ni tuniyaha, Allah amekataza. Na huyu mwanamke anapata laana ya Allah Subhanahu, na mtu yote anafanya hivi. Na mtu yote amtaka umzuie, kama hasikii wewe bora toka hapa na laana wewe akushike. Mtu anasema huyu anafanya na huyu anasikia na anapata laana vile vile. Subhanallah. Ni dhambi kubwa sana, watu waogope Mungu. Lakini Abdullah kwa swali hapa inakuja. Ndio. Kama yao anasema watu wa zama hii, watu wa habari, swali yatrahu nafsuhu. Swali yeye mwenyewe ina nini, nafsi yake inajitokeza yenyewe. Kwa nini huzuni siku tatu tu sisi tumezuliwa, baada siku tatu hakuna huzuni, lakini mbona mwanamke anakaa mwezi 10 huzuni? Sadaqta. Ulama wanasema ina aina bi. Kwanza wanasema mwanamke na mume baina yao umeingiana ahadi nzito, baina mke na mume. Kwa wana, sio kwa wana tu, ina ahadi nzito baina yao. Kama Allah amechukua ahadi nzito kwa wanabii ili afikishie dini ya Allah. Naam. Wa idha akhadha Allah min nabiyina mithaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mithaqan qalidha. Watu wote ulul azm watano Mungu ametaja sema nimechukua kwao ahadi nzito. Ndio. Na Allah katika ilaqa na connection na muhusiano na mwanamke mwanaume kaweka ahadi nzito vile vile. Allahu akbar. في سورة النساء Mungu anasema سبحانه وتعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الله أكبر. Sasa Mungu mmoja wenu ameoa mke wa pili, alafu na mwanamke imekaa naye imeishi naye muda mrefu sana, kisha atakuwa mke wa pili ataka kumchukua ile kitu amemba zamani kumrudisha, yani alichompa mke wa kwanza yule achukue peke kwa mke wa pili. Mungu anasema usifanye hivi dhambi. Ndio. Vipi wakati unaoana wewe na yeye umeambana ahadi nzito kabisa. Sasa ahadi nzito hii inajalia mwanamke naye lazima atahuzunika na yeye baki yake na ahadi nzito kuliko watu wote. Ndio. Mwanamke mwanaume wana haki baina yao. Abdullah, kama watu wengine hawezi kuungana, Mungu kamita wote wawili kama mavazi. Wana libasu lakum wa antum libasu lahum. Sasa wana haki ndani baina yao. Mwanamke lazima kae huzuni mwezi 4 siku 10, asipambe, asiende harusi. Hii sharia imeruhusu. Aliyefiwa na mumewe lakini. Naam. Ya pili ulama wanasema ili asichanganyikiwe ya nasaba. Huenda mwanamke ana mimba hii inajificha hata kama hana siku zake. Naam. Huenda inawezekana ana ujauzito. Mimi najua mwanamke mmoja amekaa miaka 7 tumbo anauma, tumeenda India, amesema una mtoto amekufa ndani. Subhanallah. Na hajui. Anasema amekufa kabla miaka 2. Subhanallah. Sasa inawezekana ina mtoto tumboni yeye hajui. Lakini mwezi 4 siku 10 itathibitika hii ya pili. Halafu swali lingine kuja Abdullah, kwa nini kama mume amefiwa na mke wake na yeye akae mwezi 4 na 10? Kwa nini mume naye akae eda? Ulama wanasema katika akili ya mwanamke, mwanaume ana tabia kusahau haraka tofauti na mwanamke. Sawa sawa. Mume wake amekaa naye muda mrefu ataathirika kwa akili. Sasa hata wazungu wanasema mwanamke kama atahuzunika kitu fulani inachukua baada ya mwezi 4 na kidogo inaacha. Wenyewe wanasema si wanakubali. Na Qur'ani imetangulia hivi. Sasa hii kwa ajili special mwanamke amefiwa, lakini mtu yeyote amefiwa akubali qadari ya Allah Subhanahu. Allah amepanga kitu hivi. Sawa, unasikia huzuni, ujipambe, usikufuru Mungu, toka nende harusi, toka nje, ile huzuni kwako apungue. Maana huzuni hauwezi kurudisha kitu. Ndio. Sijui maana huzuni. Ndio. Na katika tabia ya Allah na malizia Abdullah,
anasema annahu huwa adhaka wa abka. Allahu akbar. Na tabia Mungu Ta'ala sifa zake, anakufurahisha na kuhuzunisha. Annahu huwa adhaka wa abka. Katika harusi unafurahi, katika msiba unalia. Msiba unalia. Hii sifa ya Allah Ta'ala. Na hii dunia hivi hakuna mtu anaishi katika furaha ya kudumu, na hakuna mtu anaishi katika huzuni ya kudumu. Sasa nasaha wangu mimi, hawa watu harusi yao asivunje, awende kama amefiwa amekufa na mwanamke asiende akaele, lakini watu wengine asivunje harusi aende. Na kama amefiwa alikuwa mwanamke, basi kama alikufa ni mwanamke basi watu awende kuhudhuria harusi. Hii ni Allah kapanga, na hii Allah kapanga. Sharia imekataza. Ndugu zangu Waislamu, khaza wa dada zangu Waislamu, hakuna huzuni baada siku 3. Acheni kufata matamania yenu na kufata mila ambaye kinyume ya sharia. Siku 40 ayuka katika Waislamu. Wallahu a'la wa a'lam. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Na mpenzi mtazamaji, ni Sayyid Abdul Qadir Muhammad Ahmad Al-Ahdal akijibu swali hilo, na nimefurahi kwa sababu Sheikh amekuja na dalili. Ameonyesha Habiba ambaye alikuwa akiitwa Ramla, ambaye alifiwa na baba yake mzazi Abu Sufyan, ambaye alisilimu huyu. Abu Sufyan alisilimu, lakini baada ya siku 3, chukua ushahidi huu, baada ya siku 3 Habiba akapaka wanja kuonyesha kwamba huzuni. Anasema yeye sijapaka hivi ili kujipendezesha, la, nimepaka hivi ili kufuata sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba baada ya siku 3 hakuna huzuni tena katika kufiwa, isipokuwa kwa yule mwanamke ambaye atakuwa alifiwa na mume wake, huzuni utaenda kwa muda wa miezi 4 na siku 10. Lakini vile vile akatoa dalili ya mwanamama mwingine tena wa kiswahaba huyu ambaye naye alifiwa na mwanae, naye akafanya hivyo hivyo kama Habiba. Akatoa dalili nyingine kwamba kuna mwanamke mwingine tena wa kiswahaba huyu ambaye naye aliweza akafiwa na ndugu yake, naye pia akafanya hivyo hivyo. Na Sheikh ameeleza jambo moja muhimu sana, mpenzi mtazamaji uelewe. Amesema neno mithaqan ghalidha, ahadi nzito zimekuja kwa vitu viwili. Cha kwanza, manabii ambao wamepewa unabii, ile tendo la kukabidhiwa unabii ni mithaqan ghalidha, ni ahadi nzito. Cha pili ni ndoa, na ndio maana mwanamke akifiwa na mume wake, mwanamke anapaswa akae eda kwa muda wa miezi 4 na siku 10, kuonyesha jambo hili ni jambo zito sana. Kwa hiyo tumshukuru Sayyid Abdul Qadir Muhammad Ahmad Al-Ahdal kwa majibu haya, na kama kawaida kila siku nawaambia mwisho wa kipindi cha leo ndio mwanzo wa maandalizi ya kipindi kingine. Kabla hujamalizia nataka samani niweze kitu moja. Naam. Habiba kwa nini amepaka wanja? Naam. Anataka yeye asiingi katika sifa ambaye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekataa. Mtume anasema haifai mwanamke anaamini Mungu na siku ya mwisho atahuzunika baada ya siku 3, baada yani kupata kifo. Baada ya siku 3 asihuzunike mwanamke yote anaamini Mungu na siku ya mwisho, isipokuwa mwanamke amefiwa na mume wake anakaa miezi 4 siku 10. Kama leo vizuri, ndio sahihi kabisa. Ile yeye asinge sifa ile katika wanja kapaka. Mimi nafanya hivi sio kwa ina harusi au nataka leo nijipambe, nataka nifate amri ya Mtume Muhammad sallam. Baba wangu kafariki leo, siku 3 imeisha, na mimi leo napaka wanja, sina huzuni. Ile nifate Mtume sallam anasema la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda baada 3 ayyam. Haifai mwanamke kuzinika mifiwa anaamini Mungu na siku mwisho baada siku 3, isipokuwa mwanamke mifiwa na mume wake anakaa miezi 4 siku 10. Hapo umeelewa? Ili avunje. Sasa wewe kama Muislamu, dada Muislamu, ni kweli muumini, fuata hii, kuchukua wanja siku ile paka siku ya 4, na kama harusi bwana enda harusi, ufuate amri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huzuni tabaki, mimi najua huzuni tabaki, lakini usikhalif Allah amri taala. Kila mmoja wetu ataondoka, kuna mtu anabaki dunia. Hii nasaha wangu, naona watu
wafanyie kazi uwezo wa Allah Ta'ala. Wallahu a'la wa a'lam. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Naam, alhamdulillah rabbil alamin. Basi mpenzi mtazamaji, ndivyo tunavyotamatisha kipindi chetu cha Aljawabu Shafi, majibu yenye kuponyesha, na tunamaliza kwa kusema kwamba mwisho wa kipindi cha leo ndio mwanzo na maandalizi ya kipindi kijacho. Basi nyuma kamera alikuwa Suleiman Chande, pamoja nami ni Abdullah Abdurrahman Masawe, pamoja nami Sheikh Sharif Abdul Qadir Muhammad Ahmad Al-Ahdal. Mpaka wiki ijayo, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.